Kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii, mabano impunity, na nawasihi sana waandishi wa habari, ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta watu wanasema fuata sheria, fuata sheria. Sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufuata sheria. Lakini pia sheria hizi sio zote ziko justice, sio zote zina haki. Kwa sababu sheria tu. Kuna sheria hazina haki. Lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe wakitaka kukuuza, wakuchukua kuuza, na wewe you have no right to resist kwamba uuzwe kama ng'ombe. Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity. Kuna utaratibu katika nchi yetu ambao sheria zipo na watu wafuati sheria. Watu wafuati sheria. Watu wanajifanyia tu wanavyoweza. Sasa tumetambua kwamba kuna impunity kwenye serikali. Kwa hiyo kwa sababu kuna impunity, kamati kuu imefanya maamuzi mengine yafuatayo. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani ku contest, lakini tumefanya uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Tumemteua Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma kuwa kaimu naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716B ya katiba ya chama toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika. CPA ya kweli, sio ya makara. Mkimsikia Tito Kitalika anazungumza, unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, Certified Public Accounts. Lazima unapozungumza vitu reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree 3, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza, unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi, ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora, Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, wakili Gaston Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu. Kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii, mabano impunity, na nawasihi sana waandishi wa habari, ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta watu wanasema fuata sheria, fuata sheria. Sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufuata sheria. Lakini pia sheria hizi sio zote ziko justice, sio zote zina haki. Kwa sababu sheria tu. Kuna sheria hazina haki. Lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe wakitaka kukuuza, wakuchukua kuuza, na wewe you have no right to resist kwamba uuzwe kama ng'ombe.
Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity. Kuna utaratibu katika nchi yetu ambao sheria zipo na watu wafuati sheria. Watu wafuati sheria. Watu wanajifanyia tu wanavyoweza. Sasa tumetambua kwamba kuna impunity kwenye serikali. Kwa hiyo kwa sababu kuna impunity, kamati kuu imefanya maamuzi mengine yafuatayo. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani ku contest, lakini tumefanya uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Tumemteua Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716B ya katiba ya chama toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika. CPA ya kweli, sio ya makara. Mkimsikia Tito Kitalika anazungumza, unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, Certified Public Accounts. Lazima unapozungumza vitu reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree 3, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza, unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi, ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora, Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, wakili Gastoni Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu. Kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii, mabano impunity. Na nawasihi sana waandishi wa habari, ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta watu wanasema fuata sheria, fuata sheria. Sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufuata sheria. Lakini pia sheria hizi sio zote ziko justice, sio zote zina haki. Kwa sababu sheria tu. Kuna sheria hazina haki. Lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe wakitaka kukuuza, wakuchukua kuuza, na wewe you have no right to resist, kwamba uuzwe kama ng'ombe. Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity. Kuna utaratibu katika nchi yetu ambao sheria zipo na watu wafuati sheria. Watu wafuati sheria. Watu wanajifanyia tu wanavyoweza. Sasa tumetambua kwamba kuna impunity kwenye serikali. Kwa hiyo kwa sababu kuna impunity, kamati kuu imefanya maamuzi mengine yafuatayo. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani ku contest, lakini tumefanya uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu,
ndugu Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Tumemteua Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716B ya katiba ya chama toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika, CPA ya kweli, sio ya makara. Mkimsikia Tito Kitalika anazungumza, unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, certified public account. Lazima unapozungumza vitu reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree 3, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza, unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi. Ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora. Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Wakili Gastoni Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu. Ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu.